Ahlan wa sahlan wa marhaba mpendwa popote ulipo, na kukaribisha kwa moyo mkunjufu katika channel yako ipendayo ya Ex Imam Online TV, Hizbul Masihi, the gospel of Jesus to the Muslims. Kabla ya hapo, hebu tupige hatua ya imani tuweze kuomba. Utupendaye mfalme, jina lako litukuzwe siku zote. Wewe ni Mungu uliyemtoa mwanao pekee ili tuweze kupata uzima tele. Lakini mwovu shetani ana mbinu za kila sampuli ya kuzima nuru hii ya mwanao Yesu Kristo aliye hai. Lakini ushindi wako hakuna atakayeweza. Watakusanyika, watatumia fedha, na kweli wataonekana kwamba wameshinda. Lakini hakika kanisa lako, maanake watu wako ambao umewateua, hawataweza kugurika na ulimwengu huu. Tunaomba ushindi katika jina la mwanao Yesu Kristo. Napotoa mkanda huu kuhusu neno assalamu alaikum, naomba unihikimishe, unielimishe, na mtazamaji umpe wasaa mzuri. Ni katika jina safi la Yesu Kristo nimeomba, amen. Mpendwa, kama ilivyo ada, lazima nikukaribishe, kwa sababu kuchukua muda wako, kutenga nafasi yako kuweza kufuatilia channel hii, mimi ninavyojua si rahisi. Huenda mtu akaona ni kawaida, si rahisi. Ukitaka kujua si rahisi, na wajua, angalieni wangapi wanafuatilia mambo ya Mungu na wangapi wanaofuatilia mambo ya ulimwengu. Na washukuruni nyote kutoka, yani majua wala ambao nikirusha mkanda tu tayari mnakuwa pale, mnachangia, mnanikumbusha. Hata kama ndugu zangu wengine wanachelewa, utasikia bwana nimechelewa, lakini nimeufuatia, nimeumaliza. Mnajijua na viwataja hivyo. Mungu awabariki sana sana sana. Mnapoendelea hivyo, mnanipa mimi kusoma zaidi na kukumbuka yale ambayo nilikuwa nimeyasahau, na kuweza kuleta vitu ambavyo vitanisaidia mimi binafsi, na huenda na wewe kuweza kuwafikia wale ambao wamo katika zizi la yule mpinzani. Leo naomba nisome aya moja, kisha somo letu, samahani kidogo nitengeneze vimbwanga hivi. Ni somo letu linasema, kichwa kinasema neno assalamu alaikum, ama salamu hii. Waijua, wameizoea, lakini naomba tuambatane step by step, tuone namna gani kama kweli sisi wa Kristo tunaposalimiwa na Waislamu assalamu alaikum wanakusudia nini, na sisi tunapowasalimia, wao wanapotusalimia sisi, nini kilicho moyoni mwao walichokificha humo ndani. Sisi tunapowasalimia wao, ni kitu gani hicho walichoficha humo ndani? Assalamu hii inatoka moyoni mwao kweli, ama inatoka sehemu gani? Ni vitu gani vinavyofuata? Kawaida napenda sana kusoma aya moja ambayo inaweza ikaleta kama tuseme mwelekezo. Sasa naomba tufungue katika surati Taha. Surati Taha ambayo ni sura ya 20 katika mpangilio huu wa Uthman, wa hii Qur'ani ya Uthman. Maana ya Muhammad alichoma ile, sio? Qur'ani sura ya 20 aya yake ya 47. Hapo ndipo nitajengea hoja, kisha baada ya kusoma nitachungulia kitabu hiki cha nakiona vizuri, kinaitwa Sahih Muslim bi Sharh an-Nawawi, al-Imam Muhyiddin ibn Zakaria ibn Yahya ibn Sharaf an-Nawawi. Ni mwanachuoni mkubwa sana huyu, ameandika vitabu vingi sana, na yeye ndiye amesherehesha kitabu cha hadithi cha Muslim. Tutakuangalia
Hii imebeba juzu ya 13 na ya 14. Kwa hivyo nitachungulia katika juzu ya 14 ukurasa wa 123, 124, 125. Hiki hapa Sharh ya Sahih Muslim. Kisha vile vile nitaangalia aya 2-3 katika kitabu cha uzima Biblia, na pengine kama itanibidi nitachungulia kidogo ndani ya hiki kitabu ambacho nimeandika mimi. Kama itanibidi kwa kulinganisha mambo fulani, nitachungulia huko ndani. Sasa twende katika neno hili assalamu. Kwanza tuangalie Qur'ani sura ya 20 aya yake ya 47. Andiko linasema 47, andiko linasema faatiyahu faqula inna rasula rabbika faarsil ma'ana bani israila wala tu'adhibuhum qad ji'naka biayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'a al-huda. Hicho kipengele hicho nirudie kisha uone kipengele ninachotaka. Faatiyahu faqula inna rasula rabbik faarsil ma'ana bani israila wala tu'adhibuhum qad ji'naka biayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'a al-huda wassalamu ala man ittaba'a al-huda. Hicho ndio kipengele nataka. Wassalamu ala man ittaba'a al-huda. Hicho ndio nitajengea hoja. Napenda sana kunukuu tafsiri ya mhusika kwanza, na ndio kama nilivyosema katika mikanda yangu kabla sijatoa tafsiri ya nyingine. Inasema Faris anasema basi mwendeeni, ni kisa cha Farao. Kwa mujibu wa Qur'ani, Musa na Harun wanatuma kwenda kwa Farao. Ndio naona katika lugha ya Kiarabu imetumika faqula inna rasula. Katika Qur'ani imetumika faqula inna rasula. Basi mwendeeni na mwambieni kwa yakini sisi ni mitume wa Mola wako, basi waachie wana wa Israeli watoke pamoja nasi, na usiwaadhibu, hakika tumekuletea ishara zitokazo kwa Mola wako, na amani itakuwa juu ya wale wanaofuata uongofu, na amani itakuwa juu ya wale wanaofuata uongofu. Ama na amani inawendea ama inakuwa juu ya wale, sio tunaweza kutafsiri takuwa ama amani iko juu ya wale wanaofuata uongofu. Sasa hilo neno wassalamu ala man ittaba'a al-huda, maana yake na amani itakuwa juu ya wale wanaofuata uongofu. Nafikiri umesikia hapo kuna kipengele wassalamu. Neno hili ama salamu hii imekuwa maarufu sana, na watu wengi wamekuja wakadhani na wakaithibitisha kwamba ilianzishwa na Uislamu, ilianzishwa na Muhammad ibn Abdullah, na hili limekuwa ni kana kwamba limezoeleka na lipo. Lakini nataka nikwambie, silaha nyingi ambazo zinatupiga sisi wa Kristo vita ni zile silaha. Nikitumia neno silaha, sijamaanisha zile silaha ulizozoeza panga za mtoto wa bunduki. Hapana, silaha ambalo ni neno letu la Biblia. Ukiwa utachukua muda wako wa kunifuatilia katika historia ya Muhammad ibn Abdullah, sira nabawiya, utakuja jua namna gani vile Muhammad alivyochungulia kama alivyotangulia kusema. Lakini sitaki kwenda huko nikachanganya mada.
Maanake salamu hii watu wengi wanadhani Muhammad ndio kaja nayo, na sasa ikafanywa kuwa ni ya Kiislamu. Kwa hivyo hata Mkristo haimfai kama vile tutakavyoona katika hadithi. Lakini naomba usafiri na mimi tuichungulie. Nitaitumia leo kidogo Biblia hii ya Kiarabu, naitwa Al-Kitabu Al-Muqaddas, kitabu kitakatifu. Naomba tusafiri, zipo aya nyingi, lakini mimi naomba tusafiri mimi na wewe katika Injili ya Yohana sura ya 20 aya yake. Yohana sura ya 20 aya yake ya 19. Maneno ya Yesu Kristo yanasema katika lugha ya Kiarabu, walamma kanat ashiyatu dhalika liyawmi, na ulipokuwa sasa ni usiku, jioni. Ashiyatu dhalika liyawmi, jioni katika siku ile. Ashiyatu tunaweza kutafsiri ama kuanzia hapo kama saa 2 ama giza likishaingia. Anasema wa huwa awwalul usbu'i, dhalika al-yawm huwa awwalul usbu'i, kwa sababu ndio siku ya kwanza ya juma. Wa huwa awwalul usbu'i, siku ya kwanza ya juma ambayo hatuna tashwishi, ni siku ya Jumapili. Wa kanat abwabu mughallaqatan, na milango ilikuwa imefungwa. Haithu kana talamidhu mujtami'ina, wakati wanafunzi walikuwa wamekusanyika. Lisababi la khawf min al-yahudi, kwa sababu ya hofu ya Wayahudi, kuogopa Wayahudi. Jaa Yesu alikuja. Wa waqafa, akasimama. Fili wasti, katikati. Wanafunzi wamejifungia kwa sababu ya hofu ya Wayahudi. Neno hili usije ukalisoma kaona mzaha. Ilikuwa ni hofu kubwa sana, na hapo kuna fundisho zito, lakini kuna kitu natafuta. Yesu akaja akasimama katikati yao. Wa waqafa fil wasti wa qala lahum, akawambia. Neno hili linakuja akawasalimu. Wa qala lahum salamun lakum, salamun lakum, amani ewe juu yenu ama ewe kwenu, peace be with you. Hiyo nimetumia tafsiri ya NIV ambayo inakuwa nyepesi kiasi, peace be with you. Neno hili tunaliona kwamba limetamkwa na Yesu, lakini hakulitamka assalamu alaikum. Amelitamka katika Kiarabu, linakuja salamun lakum, salamun lakum, sio assalamu alaikum, salamun lakum. Wa Hebrew ama wenzetu wanaotumia Hebrew nao wanajua vizuri kwamba neno hili limo katika lugha yao, na hasa walikuwa wanatumia kwa ufupi shalom, na nasikia watu wanasema shalom. Unaweza kuongeza neno hili kufupi lilitumika, ni letu sisi wa Kristo. Na kwa mujibu wa andiko hili na maandiko mengine mengi yamejaa. Lakini leo wakaja Waislamu wakalichukua, wakaliunda, likatengenezwa, likawa ni lao, likatiliwa sheria, likatiliwa mkazo, likapambwa rangi ya zambarao, ya dhahabu, ya nini, likasafirishwa lisionekane ni la Wakristo, basi likaonekana ni la kwao. Mpaka ikafikia pahali sasa mpaka Wakristo wengine pia wakazoea, wakaona hili neno si la kwetu, ni la Waislamu. Na lile walilotengeneza wakalitoa katika asili ni la kwao, ama lile ambalo lilitamka tukafundishwa na Bwana Yesu Kristo si la kwao. Nini hapo sichanganyikiwe? Kwa ufupi ni la kwetu, wakaliboronga, wakalitilia sheria. Sasa baada ya kulitilia sheria, Qur'an inasema sura ya 2 iliyosoma, wasalamu ala manittaba al-huda, na amani huendea wale wanaofuata uongofu.
ama yule anayefuata uongofu. Maana yake ni nini? Kwamba kile kisa cha Farao kutumwa kwake Musa na Harun kwenda kwa Farao. Nani asiyejua Farao? Dini tatu zinamjua Farao, zingine sijui. Wayahudi wanajua sana Farao ni nani, tena wanajua sasa hata kuliko sisi. Wakristo tunamjua Farao kwa kumsoma vizuri. Hata Waislamu wenyewe wanajua Farao alikuwa ni mtu mbaya sana. Kwa hivyo kwamba Musa anamwambia Farao kwamba sisi hatuwezi kukuambia assalamu alaikum, bimaana wassalamu ala man taba al-huda, kwamba assalamu, amani hii haiwezi kukuendea wewe ambaye si Muislamu. Maana Waislamu, yeye kila nabii ni Muislamu kwa mafundisho yao, kwa mazoea yao, kwa imani yao. Sasa baada ya wao kuichukua, kuinawilisha, wakailetea sheria, utaratibu ambao unaomba tukague, na wewe Mkristo ambaye umezoea kumsalimia Muislamu kauna raha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kauna raha, ukadhani yuwafurahia, hakika ujaujua Uislamu hafurahi. Kitabu chao tukinukuu sasa, baada ya kunifuatilia, wacha nianze na ukurasa huu wa 225. Na nukuu hadithi inasema katika Muslim, hadithi ya Muslim ni hadithi nambari 2167. Hadithi nambari katika kitabu cha Muslim 2167. Inasema hadathana Qutaiba, ametuhadithia Qutaiba ibn Sa'id kutoka kwa Sa'id mtoto wa Sa'id, yani hadathana Abdul Aziz an Darawaliya an Suhayl an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Naomba tafadhali nipe maneno masikio kiasi. Abi Hurairah amenukuu kutoka kwa wale wamenukuu kutoka kwa Abi Hurairah kwamba anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume wa Mwenyezi Mungu kasema, ama amesema, la tabda'u al-yahuda wala an-nasara bis-salami. La harfu nahya, ama harfu nahya, la tabda'u al-yahuda wan-nasara bis-salam. Musitangulie nyinyi Waislamu kuwasalimia Wayahudi na Wakristo kwa salamu, kwa maamkizi. Naomba tufuatane vizuri. Muislamu amekatazwa kutangulia kumsalimia Mkristo assalamu alaikum. Sikiliza, fa idha laqitum, hapa ndipo nitapafafanua taratibu, na mtakapokuwa mekutanao hawa Wayahudi na Wakristo, ahaduhu, mmoja wao, mkakutana naye mmoja wao, fi tariqi, njiani, ukitaka barabarani, mkakutana huyo Myahudi, kwanza msitangulize salamu. Wao wakitaka wasalimie, lakini kwa bahati mbaya mkakutana naye kwenye njia, tariqan, inasema fadhitarruhu ila adhaiqihi. Mkikutana naye huyo Mkristo ama Muislamu katika barabara ama njia, mumfinyie, yani hiyo barabara muifanye, mumsukumie, yani mumkabe. Maana yake nini? Mmekutana Waislamu, Muislamu amekutana na Mkristo barabarani na wanatembea. Waislamu hao wasimpe nafasi barabarani atembee kwa furaha, wamsukumie mbali, yani maana yake wamdhihiki, atembee kando kabisa. Yani umeelewa? Ile barabara ukiwa unatembelea katikati ukakutana Waislamu, inafaa kusukumie mbali ile barabara mbali, yani usitembee barabarani, wakati kabisa na barabara. Na neno lilotumika hapa adhaiqihi, manake ni kumsukuma kwa kumuudhi, neno lilotumika hapa. Nadhani hapo unaweza kuona nini nalenga.
Kitu gani atafuta? Salamu zinakatazwa Muislamu azitoe. Kuna swali litakuja, lakini wacha nimalize kusoma hadithi 2-3. Hadithi nyingine ya pili naisoma ni hadithi nambari 2163 katika kitabu cha Muslim. Inasema wahadathani Ismail, mekata mambo ya hadathi ni mengi sana. Na amenihadithia huyo Ismail ibn Salim, hadathana Hushaym, akhbarana, ametupa habari Ubaidullah ibn Abi Bakar an jaddihi, Ubaidullah ibn Abi Bakar kutoka kwa babu yake Anas ibn Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutoka mtume amesema, idha sallama alaikum ahlul kitabi, watakapowasalimia watu wa kitabu wakwambia assalamu alaikum, faqulu, muambie hawa Wakristo wa Yahudi wa alaikum, waambieni wa alaikum, maanake na juu yenu ama na kwenu. Sema hadithi nyingine inasema, qala sami'tu Qatada yuhaddithu an Anas an anna ashaba an-nabiy qalu an-nabiy, maswahaba wa mtume walimwambia mtume, maswahaba wake walimwambia, inna ahla likitabi, watu wa kitabu, yusallimuna alaina, wanatusalimia, fa kaifa naruddu alaihim, vipi tuwarudishie vipi? Qalu, Muhammad akasema, qulu, muambie, mseme wa alaikum, muambieni wa alaikum. Hadithi nyingine, qala Rasul asema, an Abdullah ibn Dinari annahu sami'a ibn Umar yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna al-yahuda idha sallama alaikum yaqulu ahadukum. Sasa hapa kibao kinageuzwa kwamba Wayahudi wanapowasalimia, huyu Abdullah ibn Dinari annahu sami'a, hakika alisikia, ibn Umar, kutoka Abdullah ibn Umar, yaqulu, akisema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimwendee, innal yahuda, hakika Wayahudi, idha sallamu alaikum, watakapowasalimieni, kuwatolieni salamu, wanapowasalimieni, Wayahudi wanapowasalimieni nyinyi Waislamu, yaqulu, wanasema, ahaduhum, anasema moja wao, yani Wayahudi wanapowasalimia nyinyi Waislamu, moja wao anasema, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Maana yake nini? Faquli alayka. Maana ya assalamu hapa kuna tofauti, assalamu na assam. Assam maana yake ni mauti, kwamba Wayahudi walikuwa wakiwasalimia Waislamu wanawaambia assalamu alaikum, maana yake mauti ewe juu yenu, kuangamia kwa juu yenu. Sasa Muhammad asema wakiwasalimia hivyo, nanyi semeni msemeni alayka, na juu yako. Akikusalimia Myahudi wa Muislamu assalamu alaikum, maana yake mauti ewe juu yake, juu yako, nawe sema juu yako. Wacha nisome hadithi ndipo tuzifafanue. Anasema hadithi nyingine hapa inatoka kwa Abdullah ibn Dinari ani ibn Umar radhiyallahu anhu, ani Nabii sallallahu alaihi wasallam, bimithli ghaira annahu qala faqulu alayka. Hiyo nafikiri shaifanua. Wacha tuangalie hadithi nyingine, nataka nisome zote ndio tufanye uchambuzi. Neno salamu, anasema an Urwata an Aisha, mke wake Muhammad huyo, qalat ista'adhana rahatu min al-yahudi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani baadhi ya Wayahudi walipewa ruhusa kwa mtume, yani kama kumuona ama kumsalimia ama kuzungumza naye. Faqalu, wakasema baada ya kumuona Muhammad, assalamu alaikum, maana kama mauti ewe juu yenu. Wayahudi wanamwambia Muhammad. Faqalat Aisha aliposikia akasema, bali alaikum salamu wa la'natun. Wayahudi wale wakasema, Aisha aliposikia Wayahudi wanasema assalamu alaikum, mauti ewe juu yenu, ya Aisha naye akasema, bali alaikum salamu wa la'natu, bali mauti ewe juu yenu na laana.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad akamwambia Aisha, Aisha, inna Allah yuhibbu ar-rafiqa fil amri kullihi. Qala, mtu anajaribu kumwambia Aisha, bwana, Mwenyezi Mungu anapenda kama tabia nzuri, upole, utaratibu, yani heshima katika mambo yote. Qalat, Aisha akasema, alam tasma'u ma qalu, we Muhammad, we mtume, ukusikia vile walivyosema au Yahudi? Qala, Muhammad akasema, qad qult, ndiyo, lakini nimesema, wa alaikum, na mauti ewe juu yenu. Acha nisifafanue hizo hadithi, maana ni nyingi kiasi. Hadithi hii ya Aisha na hadithi zingine zinaleta mtazamo fulani ama mtazamo fulani. Wakristo, kama kuna watu ambao wamechezewa akili, na hili naomba nisilete kama fitna. Kwa sababu gani? Siseme huwa napenda kujitetea, napenda kuweka nukta ambayo watu wamezoea kwamba unapogusa dini ya Kiislamu huwa ni fitna. Lakini wao wanapochafua na kuchafua sio fitna. Mimi binafsi Ismail sifundishe kitu kifitna. Bali na nukuu vya kwao. Maana nikisema nitumie ile lugha ambayo hawa marafiki zetu wanaitumia kukashifu Kristo, kukashifu vitendo vya Kikristo, ninadhani patazuka ya kuzukwa ama ya kuzuka. Lakini mimi hupenda kutoa ushahidi kwa mtu mwenyewe aamue kwamba kweli hapa kuna tatizo. Sasa hapa huenda mtu akashindwa, lakini mimi na rafiki yangu Muislamu tunasalimiana vizuri, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na yeye akajibu litakuwepo hili na lipo, na mimi nakwambia naam, ni vizuri mnasalimiana. Lakini elewa kitu kimoja, katika Qur'ani kuna kitu kinaitwa taqiya. Nafikiri kama sijakosea nichungulie aya ambayo tumeizoea kuisoma Qur'ani, sura ya 3 aya yake ya 28. Naomba nitufafanue neno salamu. Qur'ani sura ya 3 aya 28 inasema, la yattakhidhul mu'minina likafirina awliya'a min dunil mu'minina wa man yaf'alu dhalika falaysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa ama tuqatan, lakini hapa nasema tuqa, lakini tuqatan, wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wa ila Allahi limasir. Ametafsiri bwana hivi, najaribu kusema kama kutakuwa na swali, na rafiki yangu ananipa salamu vizuri, Muhammad kawakataza, mbona hawa leo wanaonekana wanatupa salamu vizuri? Qur'an inatupa jibu, walioamini wasiwafanye makafiri kuwa wapenzi wao wa kuwapa siri zao badala ya Waislamu wenzio, na atakayefanya hivyo basi hata kuwa na chochote mbele ya Mwenyezi Mungu, ila ikiwa mnafanya urafiki nao wajuju tu hivi, kwa ajili ya kujilinda na shari zao, na Mwenyezi Mungu anakutahadharisheni na adhabu yake, na marejeo ni kwa Mwenyezi Mungu, na nyote nye na wengineo. Nimeisoma bila nitafsiri, illa an tattaqu minkum tuqa. Neno tuqa maana yake ni taqiya. Ukiona huyo Muislamu anakusalimia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na kuhakikishia hiyo salamu haitoke moyoni. Najua hapa vita vitakuwa vikali juu yangu, na vimekuwa vikubwa tangu nifungue channel ya YouTube na kuanza kufundisha kwa mitandao hii. Vita vimekuwa vikubwa sana, lakini kwa jina la Yesu Kristo ndio katwambia tunayosikia siri tuyatoe. Na mimi nikaona niwe miongoni mwa walimu ambao ni wakubwa, mimi niwabebee mizigo ya kusoma kile kidogo nachokijua. Na sasa nataka nikwambie, ukiona Muislamu yote anakutolea salamu, assalamu alaykum, kwanza Muislamu ni haramu kumtolea Mkristo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
sheria inasema sema tu assalamu, assalamu. Kwanza wao wasalimie. Ni sisi tuwasalimie. Na tukiwasalimia tujibu tu wa alaikum. Kwa hivyo wao kazi yao ni kujibu. Kwa hivyo kuna Muislamu ametanguliza kukujibu salamu ama kukusalimia, anatumia kitu kinaitwa taqiya. Taqiya ni kudhihirisha kitu ambacho unatamka kinyume. Kwa ulimi unatamka kitu, lakini kwa moyo ni kinyume. Na hapo ndipo wameteka sana baadhi ya watu wengi. Wameteka hata wasichana wetu. Wanakutana na msichana wetu, wanamwambia mimi naitwa Abdallah, mimi naitwa fulani, nitakuoa, lakini wewe baki katika dini yako. Baki katika dini yako. Kumbuka nafafanua neno salamu. Kuongeza toka hapa ili uelewe salamu inatolewa kwa mtizamo gani. Sasa wewe unagurika, lakini kabla mjafunga nikahe kwa shekhe na kumwambia silimu. Hiyo shaelezea kidogo zamani katika mikanda hii. Unasilimu, ukishasilimu basi ushasilimu. Lakini watu wengi hawajajua tumewekwa wapi. Ndugu zangu wa Kristo, lazima tufundishane, lakini si kwa fujo. Tuelewe kinachoendelea. Imani yetu imevurugwa, imekorogwa. Sasa tuamue, mimi husema kila siku, tusimame kama mitume, tuseme ukweli. Maanake hii taqiya inatumika wakati ambapo Uislamu haujapata nguvu. Taqiya inatumika wakati Uislamu haujapata nguvu. Wanaogopa kwamba hapa watu wasiokuwa Waislamu ni wengi, tukiwadhihirishia hukumu za Kiislamu wataweza kutuvamia kwa mawazo yao ama kutudhuru, lakini si tabia wa Kristo. Hapana, hayo ni mawazo ya kwao, wanayasafirisha kuyaleta kwetu sisi. Nafikiri hapo nimeeleweka. Kuna aya moja hapa natafuta ndipo niweze kufafanua vizuri. Ni Qur'ani, pia niongezee Qur'ani sura ya 5 aya yake ya 51. Qur'ani sura ya 5 aya yake ya 51. Inasema ya ayyuhalladhina amanu, enye mlioamini, yani kikusudia Waislamu kwa tafsiri yao, la tattakhidhul yahuda wan naswara awliya ba'dhum awliya ba'd. Hii ndio kuja vizuri zaidi. Enye mlioamini, msiwafanye Mayahudi na Wakristo kuwa marafiki na kuwapa siri zenu. Wao kwa wao ni marafiki, na miongoni mwenu atakayefanya urafiki huo nao, basi huyo atakuwa pamoja nao. Hakika Mwenyezi Mungu haongozi njia kheri watu wadhalimu. Waman yatawallahum minhum fa innahu minhum inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Sasa wao kiona Muislamu anakupa urafiki, anakupa salamu kwa ukamilifu, ni taqiya anatumia. Lakini Aisha anasema aliwalani, na hii hadithi ya Aisha inatumika. Atakwambia wa alaikum salam wa rahmatullah, qawla bwana, mashaallah, lakini moyoni anasema la'natullah alayhi. Mimi nimekuwa imamu, nazungumza ninachokijua. Mfano ulio hai, hadithi ya mtume nasema sallallahu alaihi wasallam, anasema mwenyewe, sio mtume mwingine. Nasema sallallahu alaihi wasallam ili mjue nazungumzia Muhammad. Maana kwa Paulo, kwa nani sisi tuseme hivyo? Ukipita kwenye Waislamu wana tabia, wameamrishwa na Muhammad, wameelekezwa kuzuru makaburi, kutembelea makaburi ya Waislamu. Maana yake Waislamu wana makaburi yao, hawazikane pamoja na sisi. Kwa nini hawazikani na makaburi ya Wakristo? Kwa sababu wanaitakidi kwamba wakizika maiti wao ndani ya kaburi anasikia na anaadhibiwa, na kama kuna jirani Mkristo amezikwa hapa karibu na yeye, atakuwa anaadhibiwa huyo Mkristo kaburini, atamuudhi huyo Muislamu ndani ya kaburi. Maana si majirani yale makaburi yale. Maana yake kwamba wanapotembelea makaburi kuna dua wanasoma, na kabla hawajasema soma dua kuna ile assalamu alaikum ya ahla diyar, amani ewe jenu enye wenye majumba hayo, ambayo ni makaburi yanakusudiwa. Lakini Muhammad anasema mkikutana na kaburi la Mkristo semeni bashiruka binnar,
Ukijua alikuwa la kike unasema bashirika bin nar. Maana yake nini? Ukapata makaburi, ukaona Muislamu amesimama karibu na kaburi la Kikristo, makaburi ya Wakristo, usifikirie kwamba kuna jambo lingine. Anayatilia dua ya kwamba bashirika bin nar ama bashiruhum ama bashirukum bin nar. Maana yake ninakupeni habari nyinyi walio motoni, walio makaburini, nyinyi Wakristo waliozikwa hapo, mnachomwa ama mtachomwa. Sijui kama tunaeleweka. Na hili lisiwe kama najua tumezoea. Katika kitabu hiki katika kitabu hiki miongoni mwa vitabu ambavyo nimeandika hiki, nimeeleza sababu za Uislamu kuenea. Kuna mlango mzima nimeutenga. Mlango huu unaupata katika ukurasa wa 62 kwa wale ambao wamekinunua. Unaohusu upendo wowote unaoonyeshwa na Muislamu. Narudia, mimi sikopi kitu, sizungumza ninachokijua. Upendo wowote, zawadi yoyote, chochote unachopewa na Muislamu, sijasema usichukue, lakini yakifanya kwa sababu moja, ili siku moja utamke tu kalimat la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na siku utakapoanza kumuuliza maswali ambayo yanakwenda kinyume na vile alivyotarajia, hizo zawadi zitakatika, kazi utafutwa, na hizo salamu alizokuwa anakupa assalamu alaikum zinakatika, mnabaki kuangaliana ama kusalimiana kwa mkono. Lakini hadithi hapa inasema jambo hili la kwamba msiwasalimie, hawakuingiza mshirikina ndani. Ina maana mshirikina hawakuwekwa fungo moja na Wayahudi na Wakristo. Kwa lugha nyingine, mshirikina leo ni bora kuliko Wayahudi na Wakristo, Waislamu. Wacheni tuzungumza hii maneno. Na wewe ambaye ni Muislamu, pengine unanitazama kwenye channel hii, mimi huomba sana usiwe na mazoea na kasumba. Haya yanayozungumza kama hayamo katika vitabu vyenu, muulize shekhe wako, imamu, vizuri. Ikiwa hayapo na yabuni, basi comment hapo useme bwana hayamo. Hayamo. Lakini kama yamo, so pige hatua katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nimeelezea hapa katika kitabu hiki nini maana upendo, lengo la upendo, nini wanakusudia. Taqiya, nikaelezea neno taqiya kwa urefu sana hapa, kiasi cha kutambua. Atacheka nayo nimeelezea taqiya kiasi. Na nikaelezea lengo kuu la urafiki wao, nikasema akusongeza karibu kisha kuanza kukusifia uzuri wa dini yake. B, kila akikupa zawadi utakuwa ni mwenye kuzipokea kwa furaha kwa sababu ni rafiki yako. C, na hapo utakuwa unamsikiliza kwa kila atakalokuambia. D, kwa sababu urafiki wa baadhi ya watu utakuwa unakula kwa sababu ya urafiki wa baadhi ya watu utakuwa unakula kila kitu atakachokuletea, wala hutataka kujua katoa wapi. Siku akikuambia uingie katika Uislamu, hautakuwa na budi ila kulipia kila kitu ulichokuwa ukipokea kutoka kwake. F, utaanza kuwalaumu Wakristo vile wasivyokuwa na upendo. Na fahamu kwamba Wakristo wengi tumekosa upendo, lakini si wote wao watu wa Mungu wana upendo. Na hili pia ukijua Biblia haliwezi kukufanya ukaanza kupokea kila kitu. Kwa hivyo hii salamu ambayo nimeelezea leo, elewa kwamba sisi haitufai, wamechukua ni ya kwao na laana ndio inatufuatia. Kwa hivyo usije ukafurahia, ukajigamba, ukaona mimi na rafiki yangu Mkristo, Muislamu ananipa salamu. Hebu siku moja teleza mdomo, siku moja umwambie, lakini unajua bwana Muhammad si mtume. Kisha mcheki, mwangalie uso wake uko unakaa vipi. Mwangalie kwa pembeni hivi. Tupa jicho kwa haraka.
Mwambie lakini yani nakwambia ndio utajua nini takia. Na takia hata Sunni wakisema kwamba itumike wanaitumia. Shia wao uzuri wao huwa wanakubali kitu fulani kwamba hicho kipo, kinatumika mpaka leo. Shia wanakubali takia ipo na itatumika mpaka siku ya mwisho. Sunni wanaikata kwa mdomo lakini kwa moyo wanaitumia. Kwa hivyo nadhani katika maelezo ya hadithi hizi ushajua kwamba sisi salamu hazifai kwetu na hii ilikuwa ni yetu wakaichukua. Sasa nini lengo letu? Washajua, nini lengo lao? Washajua Wakristo hawana research ya kutosha kufahamu yaliyomo katika vitabu vyao. Kumbuka ndona unaona unapogusia mambo ya Uislamu kwa njia yoyote, iwe ni nzuri, iwe ni mbaya, maadamu wewe unagusia Uislamu, watatega masikio mno, basi wataka kujua na kutafuta sababu kakuweza kutoa malalamishi na matukano ya sampuli yoyote ile. Manake wanajua ukiendelea kugusa huko katika vitabu vyao, huenda utakuja gusa kitu ambacho hawakutaka kabisa kigusiki. Kwa hivyo hilo nimelimaliza. Na pia uelewe kwamba Waislamu wako aina kadha wa kadha. Yes. Utapata hata Muislamu hata hayo hayajui ni Muislamu. Kumbuka kuna aina Muislamu jina, Muislamu kanzu, Muislamu. Meelezea ndani ya kitabu hiki ambacho ni kikubwa, meelezea ndani ya kitabu hiki mlango huu, hii mafundisho na majibu juu ya madai ya Waislamu. Sehemu ya kwanza nimeelezea mada ya 5 yanayofaa kuyachunguza kabla ya kufundishana na rafiki yako Muislamu. Kuna maneno yanafaa kabla uyachunguze kabla ya kuanza kufanya mafundisho na rafiki yako Muislamu. Nikielezea Muislamu, aina za Waislamu. Muislamu ambaye amesoma dini ya Kiislamu vizuri na ni madhehebu gani kati ya madhehebu ambayo takriban 75. Ni vizuri zaidi kujua Muislamu kabla hujamhubiria. Usiparamie, utapata shida, utakereka, utaudhika. Amesoma. Huyo mtajalia naye kwa kiasi cha kuelewana kwa sababu atakutolea aya. Ukiwa na hicho kitabu kama umenunua, nimeelezea mambo haya aina za Waislamu. Hivyo ndivyo ilivyo ndani ya hadithi. Nitafute hadithi moja, nione muda wangu kama unaniruhusu nimalizie hapo ili tukutane katika somo lingine. Naam. Nimalizia hadithi hii inasema natoka kwa Abu Kuraibi hadathana Abu Muawiya an al-A'mashi an Muslimi an Masruqi an Aisha qalat ata nabiyya unasu min al-yahudi, Muhammad aliendewa na watu kutoka katika Wayahudi, faqalu wakasema assalamu alayka, amauti ewe juu yako, ya Abul Qasim, babake Qasim. Qala wa alaykum, Muhammad akasema na ewe juu yenu. Qunt qalat Aisha akasema qunt bal alaykum samu wa dhamu. Aisha akasema kwamba bal mauti ewe juu yenu nyinyi Wayahudi pamoja na ukoma. Yani umetafsiri neno adhamu ukoma, yani ugonjwa. Na hizi hadithi za kutoka kwa Aisha ndipo watu wengi wanazitumia. Baada ya kumwambia asalamu alaykum, hata kama hutatamka asamu, yeye lazima atasema wa alaykum la'natullah na magonjwa. Hadithi za kuombea Wakristo wagonjeke zipo. Hadithi za kuomba magonjwa yapelekwe katika miji inayoishi Wakristo zipo. Lakini tukutana nao assalamu alaykum wa rahmatullahi, baba mchungaji, sijui nani, majina mazuri na Biblia ishatuelezea. Kwa hivyo nafikiri kufikia hapo utapata kwamba lazima tuwe makini, tusigurike na yale yanayotoka midomoni mwao, na sio kwamba tunayasoma haya tuwapige vita. Sisi hatukupewa roho ya kupiga watu vita. Sisi tutawapendeni kwa ajili ya kuwafikisha ujumbe, ili laana zao wanazotusukumia sisi, Mungu aliye hai
atazigeuza kuwa ni baraka. Unakumbuka wana wa Israeli walipotoka Egypt, wamefika jangwani pale, alikuwa anaitwa ni Barak, na nani yule mnamjua? Akasema kawalani, akapewa zawadi zote. Akenda pale Mungu akamwambia usiwalani watu hawa, usiwalani. Akajaribu kulani, akajaribu kulani, lakini kila akilani baraka zinawaangukia wana wa Israeli. Na sisi tukishikamana na ukweli, tusimame imara, laana ambazo zinatulaani mpaka misikiti mingine kila baada ya swala tunalaaniwa, lakini kwa sababu Wakristo wengi hawajui Kiarabu, wanaona tu ni kawaida tu. Na Mungu aliye hai atufundishe ili tushinde laana zote katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hebu tuweze kuomba. Utupendaye katika jina la Yesu Kristo, nasema ni asante kwa sababu wewe ni mwema. Naomba amani, utulivu, mtazamaji mpe utulivu na ufahamu. Najua kuna maneno pengine sikuyatoa vizuri, na si kwa sababu sikutaka nitoe nionekane. Roho wako Mtakatifu amnongonezee huyo mtazamaji, wamfundishe wewe. Asante kwa kutufundisha neno hili tulijue. Naomba tushikamane na neno lako la kweli Biblia, na watu wako watoke katika giza. Na mkabidhi huyo Muislamu ambaye pengine ameona ukweli na sita, naomba umtoe katika kusita, aweze kukubali Yesu Kristo aliye hai. Asante, ni katika Yesu nimeomba. Amen. Asante, tukutane wakati mwingine.